Familia ya kanisa, JP Greer hapa kutoka kwa Walinzi wa Kristo. Karibu sana kwenye mafunzo yetu maalum na ya kina kuhusu huduma ya uponyaji. Umepata video hii kwa sababu tayari umeanzisha kikundi cha maombi ya maombezi ya kuogelea. Na wakati huo, ulifuata muundo fulani ambao ulikuwa wa msingi sana kwa kuzingatia kutumia muda mara kwa mara katika kuabudu na kuamini kwamba Mungu angefanya jambo la ajabu kupitia wewe. Unajua, jambo moja ambalo tunalolifundisha sana katika huduma ya Walinzi wa Kristo ni kwamba katika huduma yoyote au katika mkusanyiko wowote wa Wakristo, maombi ni jambo muhimu sana. Ikiwa maombi hayapewi kipaumbele, kuna uwezekano mkubwa kwamba huduma hiyo imetoka nje ya mwili. Ni muhimu sana kuelewa kwamba maombi ndiyo msingi wa kila kitu tunachofanya katika huduma. Bila maombi, hatuwezi kuwa na uhusiano wa kina na Mungu, na huduma yetu inaweza kupoteza mwelekeo wake wa kweli. Kwa hiyo, tunasisitiza umuhimu wa kuomba mara kwa mara na kuomba kwa bidii katika kila hatua ya huduma yetu. Na inaweza kuonekana kuwa nzuri sana, lakini kuna mambo mengi ambayo yanaonekana vizuri sana ambayo sio matunda ya ufalme. Na tunatambua hilo. Tunatofautisha hilo katika Sentinels for Christ. Na kwa sababu tunajaribu na kuegemea katika huduma ya kile ambacho maombi ni kweli, tumebarikiwa vya kutosha na Mungu katika uwepo wa Roho Mtakatifu kuona Mungu akifanya mambo ya ajabu sana. Kwa hivyo sababu pekee ambayo umepokea video hii ni kwa sababu kimsingi umetazama kuogelea moja, kuogelea mbili na kuweka pamoja kikundi chako cha maombi. Labda kimekuwa kikiendelea kwa wiki 6 hadi miezi 2 na sasa uko tayari kwenda ngazi inayofuata. Lakini kwa nini ni ngazi inayofuata unayopaswa kuendelea nayo? Hii ndiyo sababu. Watu wa Mungu wanapojifunza kuomba na kufanya maombi kuwa kipaumbele, hakuna kilichobadilika kutoka Agano la Kale hadi Jipya. Sawa, fikiria maombi kwa istilahi tofauti leo. Maombi ni wewe na mimi kuweka muda kwa ajili ya Mungu, sawa? Usifikirie juu ya kitu kingine chochote nacho. Kufanya maombi ya maombi, kusema au kutangaza mambo. Maombi ni utayari wako wa kutenga muda kwa ajili ya Mungu. Na kwa mwamini yeyote, ikiwa hutaki kutenga muda kwa ajili ya Mungu, unaweza kutarajia kuwa na matokeo kidogo, mabadiliko madogo au yasiyokuwa na mabadiliko yoyote katika maisha yako. Inapokuja kutoka kwa huduma, unaweza kuweka dau kwa vitu vingi ambavyo utashiriki vimejaa ugomvi, magumu na ni mazito sana. Nira linapokuja swala la kueleza ukweli wa kiroho wa kile kinachoendelea wakati unajaribu kufanya mambo hayo. Katika Sentinels for Christ, tunavaa nira nyepesi sana, na ninamsifu Mungu kwa hilo kwa sababu ilichukua muda mrefu kwetu kujifunza kufanya hivyo. Hata hivyo, utakuwa umeona kufikia sasa kwamba wakati watu wa Mungu wanapoanza kuomba pamoja na kuabudu pamoja kwa jinsi tunavyopendekeza, na ni mapendekezo tu, wapendwa, kwamba waanze kuhisi tukio tofauti la nani katika kuchukua muda wa kutosha kwa ajili ya Mungu. Kumbuka, maombi ni utayari wetu wa kuchukua muda wa kutosha kwa ajili ya Mungu na kumfanya kuwa kipaumbele chetu kikuu. Ni pale tu Mkristo anapofanya hivyo ndipo anakuwa mtu wa kutegemewa. Na ninamaanisha nini wanaposema waaminifu? Ufalme wa Mungu si kuhusu kula na kunywa, bali ni nguvu itokayo kwa Roho Mtakatifu. Mungu hawapi watu wasioaminika nguvu zisizo za kawaida. Ngoja niseme hivyo tena kwa uwazi zaidi. Mungu hawapi nguvu zisizo za kawaida kwa watu wasioaminika. Hii inajumuisha karama zote zilizotajwa katika sura ya 4 ya Waefeso na pia katika sura ya 12 hadi ya 14 ya Wakorintho wa kwanza. Na vile vile katika sura ya 12 ya kitabu cha Warumi, sawa. Hasa inapohusu karama za uponyaji na miujiza. Karama kubwa zaidi, nguvu, kile tunachoweza kurejelea kama zawadi za ishara. Ni kanuni ya maisha iliyo rahisi. Humpi jukumu kubwa mtu asiye na hekima. Najua inaweza kuonekana kuwa ngumu kidogo kuelewa, lakini ni kanuni ya kweli katika maisha, na ndiyo sababu Wakristo wengi hawapati nguvu za Mungu katika maisha yao. Hawashuhudii mtu yeyote akiokolewa. Daima wanajisikia vizuri kushiriki imani yao. Ni kwa sababu Yesu hayuko katikati ya maisha yao. Yeye ni kama usumbufu. Kwa hivyo huwezi kushiriki kile ambacho hunash. Ikiwa unataka kushiriki kuhusu habari njema, kuhusu toleo ambalo Mungu analo kwa ajili ya uhusiano na Yesu, inabidi tuwe na uhusiano na Yesu. Ikiwa tunataka kushiriki na kuona Mungu akifanya kazi kupitia kwetu, kupitia karama za Roho Mtakatifu, basi inatupasa kupatikana kuwa waaminifu. Na kufikia sasa unapokea hii kwa sababu kuna uwezekano mkubwa umeshuku kuwa Mungu anahusiana nawe.
kwa njia tofauti. Kilichotokea katika ulimwengu wa kiroho ni muhimu sana. Huu ni utangulizi wa huduma ya uponyaji na jinsi ya kuifanya vyema. Sawa. Je, unajua kwamba hatupaswi kushindana na Roho wa Mungu tunapofanya maombi kuwa kipaumbele? Ni muhimu kutenga muda kwa ajili ya Mungu. Maombi ni kumsikiliza Mungu zaidi kuliko kumjibu haraka. Ni mazungumzo ya njia mbili katika ulimwengu wa roho, na ni muhimu kuyapa muda na umakini. Tunapotenga muda maalum kwa ajili ya kufanya hivyo, tunaacha kupambana tena dhidi ya Roho ya Mungu, ambayo kila mara inajaribu kuzungumza na wanaume na wanawake. Hii ndiyo sababu Yesu aliwaambia watawala wa kidini kwamba ufalme wa Mungu ulikuwa karibu sana nao. Tatizo ni kwamba hawakuweza kuisikia kwa sababu hawakuwa waaminifu. Na walikuwa wamejawa na roho ya dini, ambayo daima itakuweka katika migogoro na Mungu. Lakini tunapoanza kufanya kazi pamoja na Mungu kupitia maombi na ibada, ndipo Roho ya Mungu inaweza kuanza kuingia katika uhusiano nasi na kila kitu hubadilika katika ulimwengu wa kiroho. Hii ndiyo sababu unaona haya na unajiandaa kwa ngazi inayofuata ya kutumia maombi yako. Yesu alisema katika Marko 7 kuhusu umuhimu wa kazi hii na uhusiano wake na maisha ya kiroho. Alisisitiza kuelewa na kutekeleza majukumu haya kwa bidii ili kutimiza kusudi letu la kiroho. Kwamba wanafunzi wake walipaswa kufanya mambo kama vile kuweka mikono juu ya wagonjwa, sawa, ili wapate kuponiwa. Kutoa pepo, sawa. Mambo kama hayo, hunena kwa lugha mpya, kuchukua nyoka na kunywa sumu, na kwa kweli wanalindwa dhidi ya hayo. Siku zote nisingependekeza uchukue nyoka au kunywa sumu ili kujaribu neno la Mungu. Hilo litakuwa wazo baya sana. Kusudi la yale ambayo Yesu alikuwa akisema lilikuwa ni kwamba wanafunzi wake, wafuasi wake, wangedhihirisha uthibitisho wa kipekee ambao haukuwahi kuisha. Yesu hakusema kamwe kwamba itaondoka. Na haijalishi ni nani aliyekufundisha chochote kuhusu kile kilichotokea kwa karama za Roho baada ya karne ya kwanza, Yesu hakusema kwamba wataondoka, na waandishi wa Agano Jipya hawakusema hivyo pia. Kwa hivyo, barikiwa na uondoe hayo mabegani mwako na ujiandae, kwa sababu Mungu anakotaka kukupeleka. Kwa hiyo tunapoingia katika sehemu inayofuata, tutatoa miongozo ya jumla ambayo itasaidia sana katika huduma ya uponyaji. Sawa? Utapata majibu yote kwa sababu Mungu yuko. Yeye ni huru, yeye ni wa hiari. Na mara nyingi sana anaweza kufanya kazi ya kuponya kwa njia tofauti katika hali tofauti, kwa sababu yeye huwa anawafundisha watu kwa njia ya uponyaji ambayo inajumuisha watu wanaosimamia na kuwa na fursa ya kushiriki katika mambo ya uponyaji. Wakati miujiza inatokea na uponyaji unatokea, kuna tofauti kati ya miujiza na uponyaji. Kimuujiza tunafafanua kama kitu kinachotokea mara moja ambacho huwezi kukosa kwa vyovyote vile, kama uingiliaji kati wa Mungu ambao ni wa haraka sana, wa ghafla. Sawa, labda ni aina ya uponyaji wa uumbaji ambapo jambo fulani linatokea ambalo ni la kuvutia sana, kama vile ufufuo kutoka kwa wafu. Tunajua watu sawa ambao wamefua watu kutoka kwa wafu licha ya yale mafundisho yaliyorekebishwa ambayo May amekuambia. Nimekutana na watu waliofariki na kurudishwa na wizara hiyo. Kwa jina la Yesu, nataka uwe huru kabisa. Napenda kukwambia kuhusu muujiza wa hivi karibuni kwa sababu ni vyema sana kukubariki na kukutia moyo. Wiki iliyopita, tulikuwa na mojawapo ya vikundi vya maombi kama vile chako nchini Pakistani. Watu waliona nguvu za Mungu zikifanya kazi katika uponyaji na wakaamua kukusanyika pamoja na kuomba kama sehemu muhimu ya kanisa lao. Na tunawapa miongozo ya jinsi ya kufanya hivyo. Na wameona miujiza kadhaa ikitokea kwa urahisi, kwani wametekeleza wakati kwa misingi ya kila wiki ya maombi na ibada. Kwa sababu tena, wanapochukua muda kwa ajili ya Mungu, Roho ya Mungu inaingia. Na kwa sababu Roho ya Mungu ni roho isiyo ya kawaida yenye nguvu za mbinguni, unaweza kutarajia mambo yasiyo ya kawaida kutokea. Lakini wiki iliyopita tu, kutokana na mafundisho ya video hii, tulikuwa na huduma ya mtandaoni nao ambapo ndugu na dada zetu walikuwa huko Pakistan. Tulihubiri ujumbe, ulikuwa mfupi sana, kuhusu uponyaji wa umbali mrefu kwa kweli. Na kisha watu wengi walijitokeza mwishoni mwa ibada hiyo ili kuponywa. Sawa. Watu kadhaa tayari wameponywa magonjwa ambayo waliripoti. Lakini nataka kukuambia kuhusu moja fulani ambayo itakubariki. Na kwa njia jinsi tulivyofanya hivyo katika hali hiyo ilikuwa mimi ndiye niliomba, kwa sababu kikundi kilikuwa kinajifunza jinsi ya kuomba na kuingia katika huduma ya uponyaji. Lakini ardhini pale Pakistani, kuna mtu alikuwa akiwabariki na kuwapaka mafuta kwa jina la Yesu. Tutaelezea kwa nini hiyo ni muhimu. Lakini ndugu,
Huhitaji mtu kwenda umbali mrefu na kukuombea ili huduma hii ifanyike. Tutakufundisha jinsi ya kutarajia haya kutokea katika mkusanyiko wako mahali ulipo. Mvulana mdogo alilelewa. Pengine alikuwa na umri wa miaka 3 hadi 4, na akabebwa na mama yake, na ilikuwa dhahiri kwamba kuna kitu kilikuwa kibaya sana kwake. Kichwa chake kilikuwa kikizunguka. Alikuwa na kile ambacho mama yake alitaja kama roho ya udhaifu, na macho yake yangerudi nyuma, sio kichwani, lakini yakikunja na kutozingatia chochote. Na kulikuwa na roho kama hiyo ya uchovu juu yake, ya udhaifu juu yake. Na alipoletwa mbele, nilijua kuwa hii ni roho ya kishetani. Kwa hiyo katika jina la Yesu tulimwombea mvulana huyo mdogo. Ndugu yetu alimpaka mafuta kwa jina la Yesu, na tulimwamini Mungu kuifanya kazi hiyo. Ndani ya masaa 48 mama yake alirudia au aliripoti samahani kwamba alikuwa amepona. Alinitumia picha, kijana mwenye sura tofauti kabisa. Hivyo uponyaji ni halisi katika karne ya 21 kwa wale wanaoamini. Lakini ikiwa wewe ni mwamini asiyeamini na umechagua kutokuamini kile Yesu anachosema kuhusu uponyaji na kile ambacho mitume wanasema kuhusu uponyaji na jinsi karama zikitakiwa kutumika kwenye mikusanyiko ya makanisa, utaweka kikomo imani yako. Unaona, kile tunachoamini katika ulimwengu wa kiroho mara nyingi huhusiana na kile tunachopitia katika ulimwengu huo. Sasa kwenye sayari dunia, tunahitaji kanisa linaloonyesha nguvu za Mungu kupitia Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, kama kanisa la karne ya kwanza katika matendo. Na tunaomba na tunaamini unapotazama hili kwamba utabarikiwa na kujifunza zaidi kuhusu huduma ya uponyaji. Kwa hivyo, twende kwenye sehemu yetu ya kwanza kwa kutumia mfano wa kibiblia wa jinsi ya kufanya uponyaji, kulingana na kitabu cha Yakobo. Kwa hivyo sasa tutakuambia ni mambo gani unahitaji kuwa nayo ili kuwa na kikundi cha maombi ya maombezi yenye mafanikio, ambayo kwa kweli kuna mambo 4 ya msingi ambayo yanahusiana na nani atashiriki katika ufahamu wa kanuni za ukweli wa kiroho. Kipengele cha kwanza ni hiki: ni watu wa aina gani wanatakiwa kuwa katika huduma hiyo ya maombi? Jambo la pili ni aina gani ya watu, kuhusiana na uongozi wa Kikristo na mamlaka au ukomavu, wanahitaji kuwa sehemu ya huduma hiyo. Jambo la tatu ni nini nafasi ya Roho Mtakatifu? Na hatimaye jambo la 4, ambalo pengine ni tata zaidi na pengine nitakalozungumzia zaidi, ni uhusiano kati ya dhambi, ugonjwa wa uponyaji na mwili wa Kristo. Kwa hivyo tutaanza kwa kusoma kifungu cha mamlaka ya kibiblia kwa ajili ya kikundi cha maombi ya maombezi, ambacho kinatoka katika sura ya 5 ya Yakobo mstari wa 13-16. Na hii hapa inayoonekana kwenye skrini yako. Je, kuna yeyote miongoni mwenu mwenye shida yoyote? Waache waombe. Je, kuna mtu yeyote miongoni mwenu mwenye furaha? Waimbe nyimbo za sifa kwa furaha. Je, kuna yeyote kati yenu ambaye ni mgonjwa? Waite wazee wa kanisa ili wawaombee na kuwapaka mafuta kwa jina la Bwana. Na maombi yanayotolewa kwa imani thabiti yatamponya mgonjwa. Bwana atawainua. Ikiwa wamefanya dhambi, watasamehewa. Kwa hiyo, tuanze na aya ya kwanza ambayo itatupa dalili kuhusu aina gani ya watu wanapaswa shiriki katika huduma ya maombi. Mstari wa 13 uko hapa. Je, kuna yeyote kati yenu aliye na shida? Waache waombe. Je, kuna mtu yeyote mwenye furaha? Waimbe nyimbo za sifa. Katika Yakobo 5:13 tunaona wigo mzima wa watu wanaohusika katika kanisa. Na ndiyo maana Yakobo anaweka kabrasha hizi mbili kwenye taarifa hii. Kuna mtu anafurahi au kuna mgonjwa? Waache waombe, waimbe nyimbo za kusifu, na tituli kwamba kuna mambo mawili ambayo yanaenda pamoja hapa. Kwanza, wenye furaha na wagonjwa wote wameitwa kuomba. Ndiyo maana Mtume Paulo aliwaambia Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17, ombeni bila kukoma. Tunapaswa kuwa watu wa maombi. Ikiwa hatujawa watu wa maombi, kumaanisha Yesu ni wa kwanza na kuwasiliana na Mungu ni kipaumbele, basi hatuna vifaa vya kutosha kwa huduma ya maombi. Na zaidi ya hayo, inawezekana kwa sisi ni watoto wa Kikristo ambao tuna ufanisi mdogo katika imani yetu ya Kikristo. Inatubidi tuwe watu wa maombi ili kuweza kushiriki katika huduma ya maombi ya maombezi. Utaliona hili vizuri zaidi tunapotazama mstari wa 2, sisi ni walinzi wa Kristo. Kama mstari huu unavyoeleza, hatuwezi kutenganisha maombi na sifa. Tazama jinsi hizi mbili zinavyounganishwa kwa pamoja. Ningependekeza kwamba katika kikundi chako cha maombi ya maombezi, unapoanza uchukue muda wa kutosha kusifu, kuimba, kuabudu.
Kabla hujaanza kuomba kwa ajili ya mambo mahususi, utaona kwamba hiyo itaweka upya akili zako, itaondoa mambo ya kukengeusha na kukusaidia kusonga mbele katika kusikia yale ambayo Bwana anasema kwa ajili yako. Iwe unaomba au la katika kikundi kwa ajili ya kusanyiko lako, au unaomba katika hali ambayo huna uhakika kabisa ni kitu gani mtu au hali fulani inahitaji maombi. Bila kujali, ni lazima tuwe watu wa maombi. Kuna jambo kuhusu watu wa maombi ambalo nataka uone hapa. Mstari wa 14 unatuambia kwamba ikiwa mtu yeyote anaumwa, awaite wazee wa kanisa ili waje kumwombea na wamtie mafuta mtu huyo kwa jina la Bwana. Nataka kuchukua jambo hili katika sehemu mbili hapa, sawa? Watu wanaopaswa kuongoza huduma ya maombi ya maombezi ni wale wa Kristo waliokomaa. Ndiyo maana Yakobo anasema, ikiwa mtu ni mgonjwa, unahitaji kuwaita wale wazee. Sasa, kanisa lako linaweza kuwa na njia fulani maalum ya kuchagua wazee wa kanisa lako. Na kwa urahisi unahitaji kuaminiwa kuteua aina hiyo ya watu katika nafasi ya kuendesha huduma ya maombi ya maombezi. Ukweli ni huu, ni kwamba Wakristo wengi, hata Wakristo walioteuliwa kuwa wazee katika kanisa, hawana maisha ya maombi. Watu wa aina hiyo hawataweza kuwa na ufanisi katika huduma ya maombi ya maombezi. Kwa hivyo ikiwa unaanzisha huduma ya maombi ya maombezi kwa mara ya kwanza, utahitaji kuzingatia hilo kabla ya kufanya hivyo. Kwa bahati mbaya nimeona katika huduma yangu nyingi katika kanisa la Kikristo, katika kipindi cha miaka 40, na zaidi ni kwamba watu wa Mungu, wao si watu ambao ni watu wa kuomba. Kila kitu isipokuwa maombi huchukua nafasi ya kwanza katika maisha yao. Na nadhani hii labda ni sababu mojawapo ya kanisa kuona athari ndogo sana kwa utamaduni. Athari ndogo sana linapokuja suala la kuona maombi yakijibiwa. Lakini hebu tuzungumze kuhusu sehemu ya pili ya mstari huu kwa undani zaidi, ambayo inahusiana na Roho Mtakatifu pamoja na mafuta. Ninataka kueleza kuwa mafuta haya ni muhimu sana, na mafuta ni muhimu kwa sababu hii itakuwa fursa nzuri kwako kueleza mambo fulani kuhusu mtu unayemwombea ambayo yatasaidia sana imani yake. Na kwamba watu wanaohudumu kwenye maombi hayo watakuwa wanafanya kazi katika maombi ya imani. Kwanza kabisa, tunatumia mafuta kwa sababu maandiko yanatuambia tuifanye. Sababu ya pili ni kwamba mafuta daima yamekuwa kiwakilishi katika Biblia kama uwepo wa Roho Mtakatifu katika hekalu patakatifu papapo hapo. Kulikuwa na meza iliyokuwa na mkate juu yake ambayo iliwakilisha makabila 12 ya Israeli, iliwakilisha Mungu, mwili na Yesu Kristo. Hatimaye pia kulikuwa na vinara 7 vya taa vilivyowashwa vinavyowakilisha Roho Mtakatifu. Kwa kweli, maandiko yanasema kuwa ni wakilishi maalum wa Roho Mtakatifu tunapofungua Zakaria sura ya 4, mstari wa 1 hadi wa 14. Kwa hiyo, ni muhimu sana tuelewe kwa nini Yakobo aliweka jambo hili humu ndani na pia kwa nini anawaambia wazee watie watu mafuta. Ni kwa sababu upako wa mafuta ni ushuhuda kwa mtu unayemwombea na pia kwa watu wanaoshiriki katika hilo, kwamba nguvu za Mungu katika imani zipo kweli. Na ni nguvu pamoja na uwepo wa Mungu kupitia Roho Mtakatifu ambao huleta uponyaji. Ni kweli rahisi hivyo. Kwa hivyo utahitaji mafuta katika huduma yako ya maombi ya maombezi, iwe unaombea watu ndani ya kusanyiko baada ya ibada au wakati wa ibada, au ikiwa timu yako ya maombi inatoka kwenda mahali fulani ili kumwombea mtu, hakikisha unachukua mafuta. Utahitaji kuchukua muda wa kutosha. Na nadhani ni kweli ni muhimu sana kumweleza mtu binafsi nini mafuta yanawakilisha, kwa nini unawapaka mafuta. Na tunachofanya katika huduma yetu ni kwamba tunamuuliza mtu binafsi, je, wanaamini hivyo na wanakubaliana nalo? Nami nitakuambia kitu, kwa sababu tunafanya hivyo, tunaona matokeo mengi mazuri sana linapokuja suala la uponyaji na maombi ya maombezi kuliko huduma zingine nyingi. Tena, inashangaza ni wizara ngapi hazitatoka nje na kupaka watu mafuta kwa mujibu wa maagizo yaliyoandikwa. Ni muhimu sana kuelewa hili ya maandiko. Lakini wataketi chini na kuwa na mnyororo wa maombi ambapo watawaombea wagonjwa, au watazunguka kwenye duara kanisani na kuombea mtu ambaye hayupo, wakiomba, Mungu awaponye. Hata hivyo hawatafanya yale ambayo maandiko yanasema. Kuwapaka watu mafuta ni usumbufu. Inahitaji mguso wa kibinafsi kwenye mkono wako. Inahitaji kuchukua muda zaidi nje ya maisha yako ili kuifanya. Hivyo ndivyo unavyoonyesha uaminifu wako katika huduma. Ni kwa kutenga muda kwa ajili ya mambo ya Mungu kwanza, mambo ya ulimwengu pili. Na unaweza kubet linapokuja swala la nguvu ya Roho Mtakatifu kudhihirika katika uponyaji.
Roho Mtakatifu hatajitokeza na kufanya mambo kwa ajili ya watu ambao hawamfanyi kuwa wa kwanza na hawajamfanya Yesu kuwa kipaumbele cha kwanza katika maisha yao. Inatosha kwa hilo. Hebu tuzungumze kuhusu mstari wa mwisho hapa sasa, ambao ni mstari wa 15. Na maombi yanayotolewa kwa imani atamponya mgonjwa na Bwana atawainua. Ikiwa wamefanya dhambi, watasamehewa. Hii pengine ni sehemu ngumu zaidi ya maandiko haya, lakini ni muhimu sana. Kwa nini tunajua ni muhimu? Kwa sababu Yakobo aliiweka hapa na imeunganishwa na sehemu nzima ya maandiko haya. Kwa akiendelea kusema, baada ya haya ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Na kisha baada ya hapo, mstari wa 17 unasema maombi ya mwenye haki yana nguvu kubwa. Kwa hivyo nataka kuchukua dakika chache tu kuzungumzia sehemu hii. Sababu nyingi za watu kuwa wagonjwa ni matokeo ya dhambi. Sasa, hebu nieleze hilo haraka. Tunashiriki katika mambo maishani tunapomjua Kristo ambayo hatupaswi kufanya. Tunaendelea kushiriki katika mambo hayo na tunaanza kufungua mlango. Kwa sababu tabia zetu duni ambazo tunajua hatupaswi kushiriki basi zinalingana na ufalme wa giza. Kwa sababu kimsingi tunasema hapana, sitabadilisha tabia yangu. Afadhali nifuate matunda ya ufalme wa giza. Na mara watu wanapofanya hivyo, wanajifungua wenyewe katika ulimwengu wa kiroho kwa ajili ya mamlaka ya ufalme wa giza katika maisha yao. Aina ya mamlaka kama hiyo mara zote huja na ugonjwa. Iwe ni ugonjwa wa kiroho, ugonjwa wa kihisia, au ugonjwa wa kimwili. Ugonjwa huo unaweza kuwa na kiwango tofauti cha ukali, na mara nyingi unahusisha vipengele vyote vitatu. Kile ambacho Yakobo anasema hasa ni kwamba maombi ya imani pamoja na uponyaji tunapompaka mtu mafuta ni kukiri kwamba mtu huyo anaweza kuwa mgonjwa kutokana na kanuni ya dhambi. Inaweza kuwa ni dhambi ya kitabia. Wakati mwingine ni jambo ambalo limefanywa kwa mtu mwingine kwa njia ambalo limesababisha aina fulani ya ugonjwa kutokea katika maisha yao. Lakini ni sala ya imani inayokubali uwepo na msamaha na wema wa Mungu. Bwana atamuinua kwa sababu ni Bwana anayesamehe ndiye atakayeshughulikia swala ambalo linaweza kuwa kuhusu dhambi katika maisha ya mtu huyo na swala la msamaha. Tuliendelea kuwa rahisi ili tusizame sana. Lakini watu wengi hawatazungumzia hili kwa sababu wanachanganyikiwa kuhusu vita vya kiroho. Unachohitaji kujua katika kikundi chako cha maombi ni kwamba mtu anapokuja mbele yako, unamuuliza maombi gani anataka, kisha unamwambia mambo ambayo tumesema unahitaji kumwambia, ikiwa ni pamoja na kuwasomea maandiko, mstari wa 13 hadi 16, ukiuliza ikiwa wanakubaliana nayo, wakifafanua kile mafuta yanamaanisha. Na kwa kweli, kwa kuwauliza katika wema na upendo wa Yesu, unalishughulikia swala hilo linapohusu uhusiano kati ya dhambi katika maisha yao na tabia, kwa kuwa tayari wanajua katika dhamiri zao kwamba kuna jambo linaendelea. Mara chache sana Roho Mtakatifu alinisisitiza kumuuliza mtu kuhusu jambo fulani katika maisha yake na kumfanya alikiri. Na kamwe sio maalum katika kikundi. Naiweka mkuu sana. Wamekuja kukubaliana nami na wanasema ndio, kuna jambo fulani na Roho Mtakatifu hulishughulikia wakati huo na uponyaji hutokea kweli. Usifanye jambo la kujaribu na kufichua masuala ya dhambi ya watu au kile unachoweza kufikiria si sawa katika maisha yao katika muundo wa umma. Inapokuja kwenye huduma hii, inaposema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, Yakobo anazungumza juu ya kipengele cha uhusiano katika kanisa. Watu wanaofahamiana, watu wanaoaminiana, kwa kweli huleta masuala ambayo wanahitaji msaada ambayo ni dhambi. Sasa, unaweza kuwa na kundi kubwa la wazee ambao wanamfahamu mtu ambaye wanamwombea, na kuna kiwango cha faraja sana hapo, kwamba mtu huyo anaweza kusema, sikiliza, nahitaji kukiri kitu ambacho kinahusiana na hali hii katika maisha yangu, lakini hahitaji kuwa mahali. Lakini kinachohitajika kuwa mahali ni kwamba katika mwili wa Kristo sawa, tunapaswa kuwa na uhusiano na kila mmoja kwa njia ya uwazi, ili uwazi wa kiroho utuweke safi mbele za Bwana. Tunapojificha na kutokuwa wazi, tunaficha mambo yanayotufanya kuwa wazi kwa mashambulizi ya adui, na wakati mwingine hata mambo yanayotufanya kuwa wagonjwa. Tulizungumza mengi kuhusu hili. Tafadhali kamilisha hili kwa dakika chache sasa ili uweze kuendelea kutekeleza mambo haya yote kwa uhuru na amani.
Kwa hivyo familia, nataka tu kujumlisha kile ambacho tumezungumza tayari. Unapokea video hii kwa sababu tayari umeanzisha kikundi chako cha maombi ya maombezi. Na ninataka kusisitiza tena kwamba wakati tunakupa muundo na kanuni za kimsingi juu ya mambo ambayo yanahitaji kuwa sehemu ya kikundi chako cha maombi, kwamba jinsi hiyo inavyotokea katika nchi yako, katika eneo lako au katika jamii yako. Kuna masuala ya kitamaduni ambayo yako hatarini, muundo wa watu katika kanisa lako kuhusu vipawa na karama za kiroho. Unaweza kueleza baadhi ya vigezo vya huduma yako ya maombi. Ni muhimu kuwa makini kwa Roho Mtakatifu na kuheshimu nia ya Mungu miongoni mwa watu wanapojaribu kuanzisha kikundi cha maombi. Lakini unapopanda ngazi ya juu, utakuwa kama wale wanaosali na kuabudu. Kumbuka, msisitizo wa kwanza katika huduma ya maombi ni kuwa watu wa kuabudu kwa dakika 20 hadi 30. Jambo muhimu sana mwanzoni mwa mkusanyiko wako wa maombi. Kisha baada ya hapo, unaanza kuombea mambo ambayo umeambiwa unahitaji kuombewa na mkusanyiko wako kwa uongozi wako, ili watu wengine waweze kuleta katika hayo. Unaendelea kusikia kutoka kwa Roho. Tunapofanya hivyo, tunapokuwa watu wa kuabudu na kusifu, nguvu za Mungu hujidhihirisha. Kwa nini ni hivyo? Kwa sababu uweza wa Mungu upo katika uhusiano na si maarifa ya Kikristo au usomi wa Kikristo pekee. Hizo ni sehemu muhimu kwa imani yetu. Lakini tunaye Mungu wa uhusiano. Kwa hivyo hebu tupitie mara ya mwisho vipengele 4 muhimu ambavyo unahitaji kuwa navyo kama sehemu ya huduma ya maombi ya maombezi linapokuja suala la huduma ya uponyaji. Sawa, ya kwanza ni James 5 alituambia na kuweka wazi tunahitaji kuwa watu wanaomba tunapokuwa na shida. Tunatambua hilo. Lakini pia tunahitaji kuwa watu wa kusifu tunapokuwa na furaha. Sawa, hiyo ndiyo kanuni ya kwanza. Kanuni ya pili inahusu huduma ya uponyaji. Maandiko yanasema kwamba viongozi wa kiroho wanapaswa kushiriki katika huduma hiyo. Viongozi wa kiroho wanatakiwa kuwa wale wanaopaka mafuta na kuombea. Kwa hivyo tunafuata muundo wa maandiko na tuna viongozi ambao wanatekeleza jukumu hilo. Ni sawa kabisa na inafaa kuleta washiriki wapya ambao wanajifunza katika mkusanyiko huo ndani ya mazingira haya ya kujifunzia kama Yesu alivyofanya. Hata hivyo, viongozi wanapaswa kutimiza majukumu yao yaliyowekwa. Jambo la tatu ni kwamba unahitaji kuelewa nguvu na uwepo wa Roho Mtakatifu na mambo yasiyo ya kawaida, kwa sababu uponyaji na miujiza hutokea kwa njia ya Roho Mtakatifu. Hii ndiyo sababu huduma nyingi za kiinjili za Kikristo ambazo hazikubali ubatizo wa Roho Mtakatifu, na tulijadili hili chini ya baadhi ya video zingine za mafunzo ya kuogelea kuhusu kanisa la kimbinguni wao. Kamwe usione mambo ya kimbinguni, sawa? Na jambo la 4 ni kwamba kuna haja ya kuwa na ufahamu wa uhusiano kati ya dhambi na uwepo halisi wa ugonjwa au ugonjwa katika mwili wa mtu mwingine. Unahitaji kuwa mwangalifu kwa hilo, kwamba sala ya imani wakati wanapata na uponyaji unatokea inaweza kujumuisha hiyo. Kwa hiyo ni muhimu kwamba umsikilize Roho Mtakatifu katika nyakati hizi, kwa sababu wewe unaweza kuwa na ufunuo uliopewa juu ya jinsi ya kuomba, ambayo ni muhimu, au unaweza kuongozwa kuingiliana na mtu unayemwombea kwa njia ambayo inaongoza kwenye maungamo mazuri, maungamo yenye afya, na kufunguliwa kutoka kwa ufalme wa giza hadi kwenye uhuru. Sawa, nataka kuzungumza juu ya kitu cha kwanza zaidi ya nyingine yoyote. Jambo la muhimu zaidi ni kutoelewa kwamba lazima Roho Mtakatifu aelewe uhusiano kati ya dhambi na magonjwa, na pia kutoelewa kwamba viongozi wanapaswa kuwa wao kufanya maombi, huduma, upako na mafuta nisi tu. Kilicho muhimu zaidi ni kuwa nyinyi ni watu wa kuhimidiwa na nyinyi ni watu wa kuswali. Hakikisha kuwa msisitizo wako na Roho Mtakatifu atakushusha kwenye njia ya kukupa ufunuo wote na mwelekeo unaohitaji unapofanya kazi naye kuombea huduma yako kwa ajili ya kusanyiko lako, na hatimaye kuchukua huduma ya maombi zaidi ya upanuzi na kuta za kanisa lako hadi kwenye jumuiya. Hiyo ni muhimu sana. Labda kuwaombea watu hospitalini au nyumbani, wale ambao hawajakutana na Bwana, au mawasiliano ya jumuiya yanayojumuisha maombi ya uponyaji. Ni muhimu kujumuisha maombi na ibada kama kitovu, kwani huleta watu mbele ya mfalme. Ninasubiri kusikia ripoti kutoka kwenu kuhusu matukio katika huduma zenu za maombi ya uponyaji.
Mpaka wakati huo, asante kwa kushiriki kuogelea namba 21, Wizara ya Maombi na Uponyaji. JP Greer wa Sentinels for Christ anasema asante. Ni